Cholesterol ni moja ya mafuta muhimu sana katika mwili wa binadamu. Mafuta haya yanapozidi katika mwili wa binadamu huweza kusababisha madhara kadhaa na kuleta athari hasi, hasa katika moyo na katika ogani mbalimbali za mwili. Katika siku leo nitakuletea dalili 7 za hatari za mwanzo ambazo zitakuonyesha kwamba una cholesterol ambayo imezidi. Utakuwa nami Daktari Lenny Komba nikuletea mada hii kwa undani. Kama ulikuwa bado kujiunga nasi, basi bonyeza alama subscribe kisha kengele pembeni yake, utakuwa umejiunga nasi. Dalili ya kwanza ya cholesterol mwilini ni maumivu makali ya kifua pamoja na maumivu ya bega. Hali hii hutokea pale mishipa ya damu ya moyo inapoziba, hivyo moyo kupata ugumu katika kusukuma damu kuelekea katika sehemu mbalimbali za mwili. Ishara hii ya maumivu makali ya bega pamoja na maumivu makali ya kifua huashiria kwamba kuna ugonjwa hatari. Dalili ya pili ni kuchoka bila sababu. Watu wengi hupuuzia sana dalili hii. Ishara hii huonyesha kwamba kuna mtiririko mdogo wa damu kwenda kwenye ogani mbalimbali za mwili, lakini pia kwenda kwenye seli mbalimbali za mwili, hali inayopelekea ukosefu wa oksijeni pamoja na virutubisho mbalimbali, hali ambayo huweza kupelekea kupata hisia za kuchoka bila sababu. Dalili ya tatu ni maumivu makali ya kichwa yanayoambatana pamoja na kizunguzungu. Hali hii hutokea pale ambapo ubongo unapokosa oksijeni ya kutosha pamoja na virutubisho ikiwemo glucose pamoja. Hii ni kutokana na mishipa ya damu kuelekea kwenye ubongo kuziba au kupungua na kupelekea kiwango kidogo cha damu kuelekea katika ubongo. Hali hii huweza kupelekea kizunguzungu, lakini pia maumivu makali ya kichwa, lakini pia huweza kupelekea mtu kupata kiharusi kwa haraka, na hiyo tunaweza kupata cerebrovascular accident. Lakini pia dalili nyingine ni kupata shida kwenye kupumua. Hii dalili ya 5, ambapo watu wengi wenye mafuta mengi huweza kupata shida kupumua, shortness of breath, kutokana na mishipa ya moyo kuziba, mishipa ya damu ya moyo kuziba, hali inayopelekea ugumu katika kupeleka damu katika sehemu mbalimbali za mwili, lakini pia hali inayopelekea ugumu katika kufanya shughuli mbalimbali. Hii huweza kupelekea ugumu katika kupumua, shortness of breath, kifua kubana, hivyo kupelekea pia changamoto. Inaweza kuwa pia dalili ya magonjwa mengine ya moyo au dalili ya kufeli kwa moyo. Dalili nyingine ni ngozi kubadilika rangi na kuwa na rangi ya njano. Hali hii huweza kuashiria kwamba kuna mafuta mengi ambayo yapo chini ya ngozi, na mafuta haya yanahitaji kufanyiwa utatuzi wa haraka. Na dalili hii huashiria kwamba tatizo la cholesterol sasa lipo kwa kiwango kikubwa. Dalili hii inaweza ikaambatana na ngozi kubadilika rangi kuwa ya njano, lakini pia muda mwingine ngozi inaweza ikawa inavimba au kujaa kidogo. Dalili nyingine kwa cholesterol nyingi mwilini ni kuongezeka kwa shinikizo la juu la damu. Shinikizo la juu la damu ni hypertension huweza kuongezeka. Damu huweza kupunguza kipenyo cha mishipa ya damu, hali inayopelekea ugumu katika kusukuma damu kuelekea katika maeneo mbalimbali ya mwili. Kwa hiyo hali hii inaweza ikapelekea shinikizo la damu kuongezeka na kuwa juu kwa muda mrefu. Dalili nyingine ni ongezeko la uzito la ghafla ambalo halielezeki kwa urahisi. Kwa ukiona unaongezeka uzito bila kujua chanzo halisi nini, inaweza ikawa ni ishara mojawapo ya ongezeko la cholesterol mbaya mwilini. Niahidi kwamba mwishoni nitakuletea jinsi gani ambavyo unaweza kujikinga na cholesterol mbaya mwilini. Jambo la kwanza ambalo unaweza kujikinga na cholesterol mbaya mwilini ni kupunguza vyakula vyenye mafuta mengi. Vyakula hivi vinaweza vikaongeza hatari ya wewe kupata cholesterol mbaya mwilini. Lakini pia sio tu vyakula vyenye mafuta mengi, lakini pia vyakula vyenye wanga, kwani kila chakula cha wanga kiingia mwilini kinabadilishwa kwenda katika sukari, lakini pia kwenda katika fati. Jambo la pili, unapaswa kufanya mazoezi takribani kila siku, dakika 30 kwa siku na dakika 150 kwa wiki, yani mara moja kwa siku, lakini pia unaweza kufanya mara 5 kwa wiki. Hii inaweza kusaidia katika kupunguza kiwango cha cholesterol mbaya mwilini. 3 ni kunywa maji ya kutosha. Kunywa maji ya kutosha husaidia pia katika kusafisha
mwili, lakini pia kupunguza hatari ya kupata cholesterol mbaya mwilini. 4 ni kutumia sana vyakula asilia ambavyo vina mafuta mengi. Tunakushauri tumia sana vyakula asilia ambavyo vina mafuta mengi ili uweze kuzuia hii hatari ya cholesterol mbaya mwilini. Lakini pia tunashauri tumia mafuta ya mimea kuliko mafuta ya wanyama. 5, punguza ulaji wa protini ambazo zina mafuta mengi. Mfano, nyama nyekundu mafuta yake yanaganda, lakini pia kula kwa tahadhari nyama nyeupe. Licha kwamba mafuta yake hayagandi, lakini tunashauri kula kwa tahadhari ili usipate cholesterol mbaya mwilini. Natumaini kama utakuwa umejifunza mengi kupitia mada hii siku ya leo. Ulikuwa nami Daktari Lenny Komba. Niandike kwenye comment section jambo gani ambalo ungependa tujifunze au umejifunza zaidi katika siku ya leo. Nikutakie siku njema na Mungu akubariki.